Sava TV tuna ripoti muda huu kutokea hapa kwenye uzinduzi wa tawi la Mafuso hapa Jangwani, na tuko na mwenyekiti atueleze kile ambacho kimeendelea hapa kwenye uzinduzi huu, lakini kitu gani ambacho wamezingatia kwenye tawi lao, lakini nini ambacho wanaahidi kwa uongozi, kwa sababu tumeona kuna baadhi ya viongozi wamekuja hapa kwa ajili ya kuwasapoti kwenye uzinduzi wa tawi hilo. Karibu sana, tumsikie mwenyekiti atueleze kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Mwenyekiti, kwema? Kwema kabisa. Sawa sawa? Safi kabisa. Hongereni kwanza. Asante sana. Jitambulishe kwanza wa kufahamu watu, lakini pia leo mna furaha kubwa bila shaka kuzindua tawi lenu la hapa Mafuso. Unazungumzaje kwa upande wako? Sawa, kwa majina mimi naitwa Jimmy Paul Pasco, ni mwenyekiti wa tawi la Yanga Jangwani Mafuso. Kikweli leo ni siku nzuri kwetu, ni siku ya furaha kwa sababu unajua mpaka tumefanya uzinduzi huu kikatiba ni lazima utimize wanachama 100. Na tawi letu ni jipya. Tumeanza tu mwaka jana mwezi wa 11. Sasa hivi ni mwezi wa 6. Kupata wanachama 100 ilikuwa sio kazi ndogo. Lakini tunamshukuru Mungu tumefanikisha hilo na tumeanza kulizindua rasmi. Yeah. Kwenye hao wanachama sasa, wanawake wangapi, wanaume wangapi, lakini pia ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuwapata hao watu, kwa sababu umesema mmepambana mpaka kufikisha watu 100, sio kitu kidogo. Yeah. Tunazingatia usawa wa kijinsia, lakini pia unajua mwamko kwenye mpira kwa upande wa wanawake kwa miaka karibuni unazidi kukua zaidi. Kwa hiyo tuna wanachama takribani 46 ambao ni wanawake. Kwa hiyo utaona kwamba ni karibia kulingana na idadi ya wanaume. Kwa maana hiyo mwamko ni mkubwa, lakini pia kama unavyojua sisi hapa ili utimize kibali cha kuwa mwanachama ni lazima ulipie kadi, umeona. Na unajua hali tunatofautiana, hali za kiuchumi. Kwa hiyo lakini ukiona kama tumepambana, maana yake kila mtu amelipia kadi yake shilingi 29,000. Na hapa kesho kutwa maana yake tunapaswa kulipa ada kila mwaka 24,000. Kwa maana yake ninavyosema tumepambana kwa hali na mali, lakini kwa muda kujitoa, na hatimaye Mungu ametusaidia tumefanikisha jambo letu. Tegemea nini sasa kwa wanachama wako, lakini pia kuhakikisha kwamba mnaisupport timu yenu? Ya, kikweli ni kwamba kama unavyojua shughuli kubwa ya hapa Mafuso ni usafirishaji. Kwa hiyo mipango yetu ni kuwa tawi mama kwenye usafirishaji kwenye kila jambo. Timu inaweza inaenda labda Mwanza, inaenda Mbeya. Kwa hiyo mkoani tunajipanga kuwa tawi la usafirishaji. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa magari, tunakuwa tunamiliki mipango yetu ya mbeleni huko, kumiliki vitu kama hivyo kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi, lakini kuisupport zaidi klabu yetu. Vipi kujiwekeza na nyie, kwa sababu kila tawi unakuta kuna watu ambao wanaweka labda kiasi hiki kwa ajili labda ikitokea dharura mnafanya hiki, na mnashirikiana vipi kwa pamoja? Sisi kwa mfano tuna mpango ambao huwa hautusumbui kwenye kulipa ada. Kwa mwaka una miezi 12 na ada ya mwanachama ni 24,000. Sisi hapa kila mwezi kila mwanachama anatoa shilingi 2,000, ambapo ndani ya mwaka mzima anakuwa ametoa 24,000. Kwa maana hiyo haumpi mzigo mwanachama ambao umwambie atoe hela kwa pamoja. Kutoa 2,000 kila mwezi, nafikiri kila mtu anaweza kumudu kwenye kipato chochote kile. Kwa hiyo ni moja ya mipango ambayo tumejiwekea na inatufanikisha na tusaidia tunasonga mbele. Viongozi ambao ni wa klabu yenu wamewapa ushirikiano kiasi gani, na tumeona baadhi hapa walikuwepo kwenye uzinduzi? Ushirikiano tunaopata ni mkubwa sana. Yaani naweza kusema ni zaidi ya ushirikiano. Kama umeona hapa tuko na mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ni mtu ambaye tumekuwa naye bega kwa bega, anatushauri, anatupa maadili ya uongozi, anatufundisha tufanye nini, tusifanye nini. Na kiukweli klabuni pale ni karibu. Nafikiri ndio tawi ambalo tuko karibu na klabu kuliko tawi lingine. Kwa maana yake si pale ni kama nyumbani. Muda wote, saa yote, tukiwa na jambo lolote, tunafika pale tunapokelewa vizuri na tunapewa miongozo mizuri kabisa. Tegemea nini sasa kwa ongezeko la wanachama kwa upande wako, kwa sababu pengine mnategemea kuwa na wanachama wangapi? Ya, kikawaida ukomo wa wanachama ni tawi kuwafikisha wanachama 500. Kwa hiyo sisi hapa tumefikisha 100, umeona? Lakini maana yake kasi tuliotumia kufika hapa bado tutatumia hiyo. Njia tulizopita tutapita hizo. Na kwa sababu sasa hivi tuna uzoefu kidogo, nafikiri ufanisi utakuwa ni mkubwa na lengo ni kufikisha wanachama 500. Neno lolote sasa kwa wananchi, kwa sababu sasa hivi mna mzigo, mmebakiza mechi 5 kwenye ligi, lakini pia kwenye CRDB mna mechi 2 ya nusu finali, lakini pia finali. Una lipi la kuzungumza kuelekea kwenye michezo hii? Jambo kuu ni kusupport wapambanaji wenzetu.
Unajua wanapokuwa uwanjani, tunapojitokeza kwa wingi kuipa hamasa, ndio timu inafanya vizuri. Timu inahitaji morali, katika kipindi hicho tunahitaji kuwa pamoja, ndio hichi. Sio kutengana, kutengeneza maneno, makundi, propaganda ambazo zinazushwa huko, tuachane nazo. Sisi tu focus, tuipambanie timu yetu, itafanya vizuri tu. Asante sana.